Na leo Bwana Duterte aliye na miaka 79 alikamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi mkali alipofika uwanja wa ndege mjini Manila baada ya kurejea nchini Ufilipino kutoka Hong Kong, hali iliyosababisha vurugu katika uwanja huo. Wafuasi hawa walikuwa wamekusanyika katika uwanja huo wa ndege wakimsubiri Bwana Duterte na walitoa maoni yao alipokamatwa. Nimesikitika, nimekerwa na pia nimekasirika kwa sababu ya kile ambacho kimetokea. Duterte ni mzee na hastahili kupitia haya. Kila alichofanya ilikuwa kwa sababu ya nchi yetu. Kulikuwa na amani alipokuwa rais. Visa vya uhalifu vilipungua alipokuwa madarakani. Hastahili kamwe kuangaishwa hivi. Nalungkot ako. Nimesikitika sana kwa sababu sikuwahi kufikiria kuwa itafika muda ambapo atakamatwa. Kwa maoni yangu alifanya mambo mengi sana kwa sababu ya nchi yetu na siamini wanamfanyia hivi. Tapos ganito yung mangyayari. Akizungumza na wanahabari, mmoja wa mawakili wa Bwana Duterte, Sylvester Bello III, alielezea wasiwasi wake kwa jinsi mteja wake alivyokamatwa. Nahisi kwamba amenyimwa haki yake, hata kama rais wa zamani, hata usipotilia hilo maanani. Kwa mtu yeyote, raia wa Filipino unastahili kupata haki kikatiba na vile kama ilivyoandikwa kwenye katiba yetu. Duterte alihudumu kama meya wa eneo la Davao ambalo ni jiji kubwa la kusini mwa mji mkuu, na kwa miaka 22 anasemekana kuufanya mji huo kuwa moja ya maeneo salama zaidi nchini humo dhidi ya uhalifu wa mitaani. Alitumia sifa aliyoipata kuleta amani na utulivu katika mji huo na kujiuza kama mwanasiasa aliyeshamiri na hivyo kushinda uchaguzi wa mwaka 2016 kwa kishindo. Kwa vitisho vya maneno, aliweza kukusanya vikosi vya usalama kuwapiga risasi washukiwa wa kuuza dawa za kulevya. Ripoti ya shirika la Umoja wa Kimataifa ilionyesha kuwa wahasirika wengi walikuwa vijana wachanga na kutoka familia maskini, na kwamba polisi ambao hawakuwa na vyeti rasmi vya kuwakamata walivamia nyumba zao na kuwalazimisha washukiwa watoe ushahidi ambao ungewaweka mashakani wenyewe, au sivyo wangeadhibiwa vikali. Wakosoaji vile wanasema kwamba kampeni hiyo ililenga tu wafanyabiashara wadogo na kushindwa kuwakamata wafanyabiashara wakubwa wa dawa haramu za kulevya. Familia nyingi pia zilidai kuwa wahasiriwa, ambao wengi walikuwa ni wana wao, kaka au waume zao, hawakuwa na hatia. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC ilizingatia kwa mara ya kwanza madai ya unyanyasaji huo mwaka 2016 na kuanza uchunguzi wake mwaka 2021. Iliangazia kesi hizo kuanzia Novemba mwaka 2011 wakati ambapo Duterte alikuwa meya wa Davao hadi Machi mwaka 2019 kabla ya nchi hiyo kujiondoa katika mahakama hiyo. Kikundi cha rasilimali za Eurasian ERG kimetangaza kuongeza kasi katika uwasilishaji wa vifaa vya betri vitokanavyo na madini ya cobalt kutoka eneo la uzalishaji kutokana na DRC, kusitisha kwa muda usafirishaji nje ya taifa hilo kwa madini hayo. Robert Kipto na maelezo zaidi. Kampuni ya ERG ndiyo kampuni ya 3 kwa ukubwa inayozalisha madini ya kobalti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo nalo ndilo linaloongoza kwa uzalishaji wa madini hayo duniani. Madini ya kobalti hutumiwa kutengeneza betri zinazotumiwa na magari ya umeme. Kampuni hiyo yenye makao yake mjini Luxembourg imelazimika kutangaza hatua hiyo ya kutoweza kukidhi uzalishaji wa betri hizo kutokana na sababu ambazo hazingeepukika. Kampuni hiyo imesema kuwa kwa sasa haina hazina ya madini hayo nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivyo kutokuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya wateja wao. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisitisha uuzaji wa madini ya kobalti kwa muda wa miezi 4 ijayo ili kukabiliana na kupungua kwa bei ya madini hayo ambayo kwa sasa imeshuka hadi dola 12,000 kwa tani. Ripoti zinasema kuwa Kongo inapania kuweka mpango wa kuuza madini hayo kwa awamu ili kulinda dhamani yake. Mwaka uliopita kampuni ya ERG ilizalisha zaidi ya tani 19,000, kiwango ambacho ni sawa na 9% ya madini hayo yaliyozalishwa nchini Kongo. Licha ya tangazo hilo, bei ya kobalti nchini Uchina imepanda
huku wauzaji wa madini hayo wakiwa na wasiwasi kuwa hatua hiyo ya Kongo huenda ikasababisha upungufu mkubwa wa madini hayo duniani. Serikali ya DRC imesema kuwa marufuku hiyo itadumu kwa muda wa miezi 3 ijayo na kuwa serikali itaamua ikiwa marufuku hiyo itaondolewa au kuongezwa baada ya utafiti wa kina wa uuzaji wa madini hayo katika soko la kimataifa. Ni Robert Kipto. Viongozi wa chama cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo cha PPRD hapo jana wameitwa katika mahakama ya kijeshi ili kuhojiwa iwapo wana uhusiano na kundi la wapiganaji wa M23. Mahojiano haya yanajiri ikiwa ni siku chache baada ya rais mstaafu Joseph Kabila kuzungumza na kituo cha habari cha CBS. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Ferdinand Kambere, katibu mkuu wa chama cha PPRD kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa taifa hilo Joseph Kabila. Tumealikwa kule kwa mahakama ya kijeshi kwa njia ya kikartasi ambacho ni kia aliko tu. Haikuwa kabisa hii aliko ya kawaida ya kisheria ambayo inaonyesha nambari ya dossier gisi wanasemaka na hii infraction ambayo unaitiwa usambie. Hii ilikuwa tu tukiitiwa kama waongozi wa chama PPRD ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange na tuje tukapane mwangaza fulani kwa hitaji za sheria. Hii ndiyo kilitiwa, lakini tulipofika pale tukashangaza kama ni ile mambo ambayo tulimaliza kusemea wakati tulialikwa tena kwa namna sawa kwa huyu minister wa mambo ya ndani au minister wa interior Jacques Shabani. Mlishangazwa na hatua hiyo ya kutakiwa kufika katika mahakama ya kijeshi? Bon, inatushangaza kuwa hii ilisemeka pale ilikuwa ni mambo ya ndani ya chama, haihusike na mambo ya usalama ya nchi, kusema labuda serikali itawaza kama sisi gisi wanatafuta kuvalisha hiyo mambo kuwa sasa nyie mmekutana huko Nairobi na Nanga, sasa Nanga mnamjua, sasa Nanga nini naye nini, hii mambo mlisema mlikuwa nafanya kwa giza, ni mambo gani? Ile kutafuta kuambatanisha vitu, mazungumzo ambayo ilikuwa ni mazungumzo ya chana ya wanamwemba wa chama, watafute waunganishe au wapatanishe ile na kusema kule kuna vita na wavalishe hii mambo ya vita. Hii ndio ilitushangaza, lakini hawakupata njia yoyote. Je, chama chenu kina uhusiano wowote na uongozi wa AFC ambao kwa sasa wanapambana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa Kongo? Ndio ile walitafuta wajue, lakini hawapata lolote, kwani chama PPRD ya rais mstaafu siwazi kama yeye kwa ile nguvu yote alifanya alete uongozi wa kidemokrasia ndani ya Kongo na ache utawala kisha manda mbili, na leo akiwa akipendelea asimamishe chama yake kwa mbinu zote za kurudilia utawala kwa njia ya kidemokrasia, awe tena ule ambaye utapenda ufananishe na vikundi vya kigaidi. Hapana. Katika siku za hivi karibuni serikali ya DRC imeonekana kulenga watu wanaoshukiwa kuhusika na mapigano yanayoendelea mashariki mwa Kongo. Kama katibu mkuu wa PPRD, unaweza kusema nini kuhusiana na madai haya ya serikali? Madai haya ya serikali sasa sisi tunakuwa tukiona kama serikali anakuwa akichukulia hii mzozo yote ambayo inakuwa kwa ngambo ya mashariki, ijapokuwa alijua na wamekalishwa siku mingi hapo Rwanda wakizungumzia Rwanda na wao na nchi zote za EAC na nchi zingine zote hata Afrika hata dunia, kwani kunakuwa sasa resolution ya mwisho ya Conseil ya Securite ya Nations Unies 27 na 73 ambayo yote inakuwa kusema inahimiza serikali yetu kwa kufatana na uovu ambayo yote imekuwa kule, watu kufariki, mali kuporwa na watu kuhangaika huku na kule, yeye azungumuze na hawa ambao ni wanakuwa sasa wamekaba inchi huko kaskazini, Kivu ya kaskazini na Kivu ya chini, wakae waongee mambo, na zaidi sana leo inakuwa sasa kuwe maongezi iliyo bora kwa wanasiasa wote na hata wale wengine wote ambao wanahusika na raia,
watu wakae na wamalize ile mzozo. Sasa serikali anakuwa akikataa, ni inaonyesha kwamba yeye serikali anapenda achukulie hii mzozo na anje kuwa na kuwastaki sirtu vyama vya upinzani. Kama mtu atasema kidogo au apane mawazo yake kwa uongozi wa serikali, achukuliwe kama pia gaidi. Serikali inafanya nini juu ya usalama wa raia kwa mtazamo wako? Kwa mtazamo wangu, na si wangu tu, na wa watu yote, ni ile ya kuonyesha kama serikali ya Tshisekedi leo imeshindwa lolote kwa kukataa kuongea na hawa ambao wanakuwa wamekaba inchi, isipokuwa kustaki upinzani. Hakuna lolote ambalo analofanya kwa kusema tena leo kweli anaonyesha kama ana mbinu na nguvu ya kutosha inchi ndani ya hii uovu yote.